Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Katika wema wake, Mungu anatuangazia na anatufundisha baadhi ya mambo ambayo tunafaa kuiga ili tusijipate tunapotelea humu ulimwenguni. Na somo la kwanza kutoka kitabu cha Wafalme linazungumzia ubaya wa wivu. Mshahara wa wivu na dhambi huwa ni mauti. Tunakutana na Athalia ambaye baada ya kifo cha Azaria mwanaye pia aliaga dunia, na kwa sababu ya wivu akaona ni vema, akaingiwa na roho ya wivu, akaua watoto wote ambao walikuwa na nafasi ya kurithi mfalme. Lakini kwa bahati nzuri mtoto mmoja alifichwa na baadaye akakuja kutawala. Wivu si jambo nzuri katika kila familia, katika kila institution, hata katika nchi na ulimwengu mzima. Tumesoma pia kwenye Biblia watu wengine ambao waliongozwa na roho ya wivu. Tuseme kwa mfano, Kaini alikuwa na wivu juu ya ndugu yake Abeli kubarikiwa, akamuua na akawa mtu wa kulaaniwa. Ndugu zake Yosefu walikuwa na wivu pia, wakamuuza, Mungu naye akambariki zaidi. Hata wakati wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, nakumbuka habari za mfalme Herode ambaye alitaka kuangamiza watoto wote ili Yesu asikuje kutawala. Katika maisha ya kiongozi wa watu wa Mungu Musa, nakumbuka pia yeye aliponea chupu alipofichwa, kwa sababu kuna wale ambao hawakutaka watu wa Mungu waokolewe. Lakini njia za Mungu sio njia za wanadamu. Mahali kuna wivu huwa anaangamiza hiyo roho mbaya. Baadhi yetu utapata kwamba tunaona wivu wenzetu, ndugu na dada zetu, majirani zetu wanapopata baraka. Tunasahau kwamba kila mtu amebarikiwa kwa njia yake. Baraka zetu, kubarikiwa kwetu hakutoshani. Kuna mtakatifu mmoja anaitwa Teresia mtoto Yesu. Alikuwa anafundisha kwamba maisha yetu tu ni kama maua. Ukitazama maua, hata kama ni haya tuko nayo hapa, kuna maua ya rangi nyingi, maua tofauti. Unaweza fikiria tu maua ni yale ya waridi. Kuna maua ya aina mingi, lakini yote yanapendeza macho. Sisi sote tumebarikiwa kwa njia tofauti na tunapendeza mbele ya macho ya Mungu. Cha muhimu ni tuwe tunakubali tumebarikiwa kwa njia tofauti. Hata katika sala zetu mara nyingi tunakosea, kwa sababu badala ya kupeleka hoja zako mbele ya Mungu, unalinganisha hoja zako na za jirani ama za ndugu yako, na tunafungiwa huo mlango wa baraka. Huyu Athalia alikuwa na roho kama hiyo. Tuombe roho kama hiyo isitawale katika maisha yetu na boma zetu, bali tukubali kwamba kila mtu amebarikiwa na kila mtu ana nafasi yake. Tusikuwe watu wa kupigania mamlaka ama kutafuta sifa kama wenzetu. Ngoja na uombe baraka yako
na itakuja wakati wake. Tunakumbushwa pia katika Injili ya leo tusiwe watu ambao wana mazoea ya kuweka hazina zao hapa ulimwenguni. Huku duniani tuweke hazina zetu juu mbinguni, ambapo haziwezi ibiwa na hakuna mambo na kuoza. Pia tunapotafuta utajiri, hazina, utapata kwamba kuna roho ile ile tu ya uovu. Na ukiwa na roho kama hiyo ya wivu na uovu, hata huwezi tajirika. Siku hizi utasikia watu wakisema kwamba your networking is your net worth. Ni kweli, lakini ukitafuta sana kutajirika, hazina za hapa duniani, usahau kutafuta hazina za mbinguni, utapoteza mwelekeo. Tuposa tunaambiwa penye hazina yako ndipo moyo wako ulipo. Lakini moyo huu unaangaziwa na macho yetu. Tukitumia macho yetu, basi tusikuwe na kijicho, tusikuwe na wivu. Tutafute hata kama ni dogo, iwe ni ya baraka. Tusitafute ili tujiweke juu ya wenzetu. Basi tuombe. Roho wa Mungu atuangazie, tusikuwe watu wa kutawaliwa na wivu. Tuombe kwamba hata kama tunatia bidii ili tupate kutajirika, utajiri wetu usikuwe ni kutuweka tu hapa ulimwenguni. Tukumbuke kama alivyosema Mtakatifu Agostino, hatutapata utulivu hadi tutulie kwenye Mungu. We remain restless until our hearts rest in God. So whatever we do, tufanye ili tumtukuze Mungu aliye mbinguni. Utajiri kweli ni mzuri, sifa ni mzuri, lakini tufanye yote kwa ajili ya kumtukuza Mungu, si kuangamiza ama kukandamiza wengine. Bwana awe nanyi. Tunaendelea kuombea kina Karoki pia wanapojiandaa kwa ajili ya harusi, na tuna ubatizo kabla ya hiyo harusi.